Alafu 1, 2, 3 piga makofi na vigeregere kwa ajili ya mgeni wetu sasa. Asante MC. Basi nikiangalia naona wote watambulisha na itifaki imezingatiwa. Nakushukuru MC. Basi nashukuru sana. JK kwaya tafadhali. Hao ni JK. Ingwe tafadhali tufanye chap Ingwe. Tusimame tende jamani, fanye chap. Danny Boys, Tarime mtakuwa naingia kwa ajili ya wimbo. Fanye chap.
Umefanya vizuri. Tarime Boys, wimbo mfupi tafadhali, tufanye chapa. Tukuingia muda. Twende.
bado, yani wenzetu mnakuacha, mnajikata. Hivi ni kweli au ndoto? Hiki ninachojionea, umenizidi msoto, machozi yananielemea, eti majeshi bila ndoto, sidhani kama tatembea. Nikicheki huku kushoto, wenzetu tunawalilia, imagine siwezi kuota, mana hata usingizi sina, kucheka kudeti tasota, nipo kwenye kirefu kina mwenzenu misie, yameniganda mawazo, bado nawaza, yani mawazo kizunguzungu, kasi napona kwa chungu, mwenzenu nihurumie. Nishajaribu kuweka niketeshe mawazo kuenda tonto, yani hazisongi siku zimesimama. Unaruhusiwa kupanga ratiba yangu nenda kaona story, yani haziendi siku zimesimama. Na hizo siri mnakuona machoni, mnatukimbia hata moja mia mbili hamwezi kubaki shweni, mnatukimbia yani mwenzenu kwa baridi na tetema. Weka hela, weka maokoto hapo. Majeshi bado na tetema. Unaruhusiwa kutuza jamani. Najiona nimechelewa, maana sishiwi visa, nashindwa hata kuhema. Imagine siwezi kuota, maana hata usingizi sina. Wewe beki dieti tasota, wewe yameniganda mawazo, bado nawaza, wewe acha wimbo bwana, tuza hata siku moja. Kasi napona machungu, mwenzenu nihurumie. Wewe wakunguvu wani nitakuwa mie, siwe yani pite siku nisiwafikirie, siwe kuwaani koro nitaweza mie, siwe kwenye peji zenu benefit, siwe. asante sana, inatosha. Tosha. Asante sana studio, asante sana. Sipo mwalimu wa nizamu, natuma zangu salamu, suruali moto haramu, ni kweli siandiki kwa karamu, mana story ni tamu, sikiliza ila usijamu. Kiukweli nasema wazi wazi, boga sina nimetupa pembeni, nazi wanafunzi leo zimepigwa kukweni, nisimazi kidato cha sita naenda nyumbani, niwe razi, mawazo mengi yamepanda kichwani, na furahi tumekusanyika, walimu na wanafunzi, sauti yangu inasikika kwa watoto na wazazi, ini shoti tunasikitika, watu watia machozi, siku nayo ndo imetimia, tunarukaruka kama basi tena. Kwetu sisi ni huzuni mebakia machoni, misi kumbukumbu bado iko kichwani. Kwetu sisi ni huzuni mebakia machoni, misi kumbukumbu bado iko kichwani. Bado ndo kwanza tunasoma, ndo kwanza tunasoma, ndo kwanza tunasoma, bado kama bali kwa siku leo ya dunia, sasa nataka
Nimekwambia blaza umepata zawadi zote au nipi hata nani. Toe basi kidogo. Toe basi kidogo. Okay sawa, asante sana. Tangazo. Unapokuja hapa ukatuswa, MC naye anapenda hela. Mwambie jirani yako hela. Piga makofi na vigelegele. Okay, basi moja kwa moja Marega na dance tafadhali. Okay, bado. Okay. Then Ingwe na dance. Uko tayari? Wako wapi? Njoo. Bado wako tayari. Nama nikaribishe boys. Tarime boys tafadhali. Chap. Nikishamaliza ratiba mimi naondoka. Msije kunilaumu. Bado. Mjamzito huyo tayari. Uchungu umemshika huyo jamani. Makofi na vigelegele kwa ajili ya mama mjamzito. Papa huyo. I see. Baba mtoto anashangilia, Anashangilia amepata mtoto. Baba mtoto huyo. Ni mtoto wa kiume, mtoto wa kike? Kiume. Makofi na vigelegele kwa akina tafadhali. Wanapeana hongera, dokta nampa hongera. Namna hiyo. Masikio kama ya baba. I say. Dokta uangalie na kucha kama za baba. Macho kama ya baba. Makofi na vigelegele jamani. Twende chap. I serve a living God.
wapeleke studio. Mimi ndio nitatoa max. Tuone dadas kutoka Ingwe nao wanatokaje. Asante kwa kushiriki. Makofi na vigelegele tafadhali kwa ajili yao. Okay, twende kule Balaga. Dada zinao tuone yaliyomo yamo. Twende kazi. Makofi na vigelegele wao. Baada ya hapo nitaomba JK najiandaa na tutakuwa tunaingia kwenye risala rasmi. Twende studio. JK najiandaa cha kidogo ili
uje uwapiku Tanime Boys. Uthubutu makofi na nigegere wewe tafadhali. Moja kwa moja naomba nikaribishe wale wa JK. Haya tunaenda JK. Mko tayari JK? Mko tayari? Haya tunaenda tuone. Nenda wapi? Mbona mna haraka? Hebu mpumue basi kidogo. Jamani nimekasirika, hebu mtafikiri mmemeza ndimu. Chekeni kidogo basi. Okay, jamani, Boys JK. Wanaosema JK nyosha mkono. Wanaosema Boys piga kelele. Asante sana. Basi kwa pamoja wote walioshiriki katika zoezi la parent show, naomba nyosha mikono kila mmoja miwili tu. Ukiona mtu anyoshi mikono ujue ana shida kwenye kinani. Kwenye nini? Si utajaza mwenyewe, ana shida kwenye nini? Alafu kama hanyoshi ujue ni mchawi wa wahitimu wetu. Nyosha mikono mchawi wa. Mwangalia mwenzako, mwangalie mchawi wa wahitimu wenu. Angalia aliyekaa na wewe, hajanyosha mikono. Mchawi wa wahitimu, nyosha mkono. 1, 2, piga kelele na makofi na vigelegele. Asante sana. Wale watu wa risala tafadhali. Twende on the stage.
studio. Okay, karibu. Ushirika wa Kristo wa Wanafunzi Tanzania UKWATA. Misala ya wanaUKWATA kidato cha 6 kwa mgeni rasmi katika mahafali ya kidato cha 6 tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Utambulisho. Ndugu mgeni rasmi, wageni walikwa, wazazi, wanaUKWATA wa kidato cha 5 na cha 6, Bwana Yesu asifiwe. Shalom. Ndugu mgeni rasmi, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu wa mbinguni kwa kutuwezesha kufika siku ya leo na kwa kutupa zawadi ya uhai na afya njema. Pia ndugu mgeni rasmi, tunatanguliza shukrani zetu za dhati kwa moyo wako wa upendo, kwani umeacha kazi na wajibu wako na majukumu yako kwa ajili yetu. Tunakushukuru sana, tunasema asante. Ndugu mgeni rasmi, tungependa japo kwa ufupi tukueleze historia yetu. Rasmi safari yetu ya masomo ilianza mnamo tarehe 14 mwezi wa 8 2023 tukiwa wanaUKWATA 54 wa kidato cha 5 Tarime Sekondari. Upokezi na uangalizi wa waliokuwa viongozi wa UKWATA kipindi hicho, na kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo kuhama shule na wanafunzi, tumejikuta mpaka leo tunahitimu tukiwa jumla ya wanafunzi 40 Tarime Sekondari, 15 na 17 JK. Hivyo ndivyo historia fupi yetu. Ndugu mgeni rasmi, misala hii imegawanyika katika sehemu 5 ambazo ni utangulizi, mafanikio, changamoto, malengo na hitimisho kama ifuatavyo. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na hayo yote tumeweza kupata mafanikio yafuatayo. 1. Tumefanikiwa kupata viongozi mara katika ngazi mbalimbali kama vile tawi, jimbo, wilaya na mkoa. 2. Tumefanikiwa kununua vitambaa na mapambo mbalimbali kwa ajili ya kupendezesha nyumba ya ibada. 3. Tumefanikiwa kutembelea vituo mbalimbali vya watu wasiojiweza na watoto yatima, mfano kituo cha Angel House. 4. Tumefanikiwa kuwafundisha wanaUKWATA na kuelewa katika maadili ya kanisa huku tukidumisha nidhamu zao na kuinua ufaulu kitaaluma kipindi chote wawapo shuleni na nje ya shule. 5. Tumefanikiwa kujenga uhusiano mwema baina yetu na matawi jirani ndani na nje ya shule, kama
kanisa na taasisi mbalimbali, pia walimu wetu wote. 6. Pia wanafunzi wa UKWATA waliohitimu mwaka jana kwa jumla yao wamefanikiwa kujiunga na vyuo vikuu nje na ndani ya nchi. Changamoto ambazo zimekuwa zikikabili. Ndugu mgeni rasmi, licha ya kuwa na mafanikio haya, pia tunazo changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa kikwazo mojawapo kwetu katika kuifanya kazi ya Bwana. Na hivi leo tungependa sana kwa msaada wako tupate utatuzi kwa changamoto hizi kama zifuatazo. 1. Upungufu wa vifaa kwa ajili ya huduma ya Mungu kama ifuatavyo. Power mixer. Kwa mixer inahitajika kwa mixer 1. Tuna speaker 2 ambazo zinahitajika speaker 5. Pungufu ni speaker 3. Laptop. Hatuna laptop inayohitajika ni 1. Microphone. Tuna microphone 4 zinazohitajika ni 10. Upungufu wa microphone 6. 2. Kukosekana kwa kinanda kikubwa kwa ajili ya kutungia beat ama ala ya muziki pamoja na nyimbo za kusifu na kuabudu. 3. Ukosefu wa mfuko wa kutosha wa UKWATA kutokana na kushuka na kupanda kwa uchumi, hivyo kupelekea baadhi ya kazi za UKWATA kukwama kama vile kutengeneza video za kwaya, UKWATA na shughuli mbalimbali ndani na nje ya UKWATA. Malengo. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni malengo ya UKWATA mwaka 2025-2026. Kurekodi video zetu za kwaya ya UKWATA ambapo tunazo jumla ya nyimbo 10 ili kusaidia katika kueneza Injili kwa watu walio mbali na kupitia uimbaji pamoja na kujiingizia kipato kwa nyimbo hizi. 2. Kutembelea na kutoa misaada kwa watu mbalimbali ikiwa ni pamoja na wagonjwa na watu walemavu na watu wasiojiweza. 3. Kuendelea kueneza Injili kwa watu mbalimbali walio katika maeneo yetu na nchi yetu. 4. Pia kwa msaada wa Bwana tunatarajia kupata daraja la kwanza wote kwa mwaka huu na kujiunga na vyuo vikuu hapa nchini. Kuendelea kuwajenga wanaofuata katika maadili mema ya kiroho. 5. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kuhitimisha kwa kusema karibu sana shuleni kwetu. Pia tunapenda kushukuru kwa moyo wako wa upendo kwetu. Ubarikiwe katika maisha yako na Mungu akulinde pamoja na familia yako. Nasoma kutoka katika kitabu cha Yoshua ile sura ya 1 mstari wa 9. Mungu akubariki sana. Risala hii inaandaliwa na wanaofuata wa kitabu cha 6 na kusoma kwenu na Dr. Boniface pamoja na makofi na vigelegele kwao kwa zoezi la risala. Watoe suri shida watoe taiongozi mkiwa majipanga hapa kuru maalum chapa hapo taiongozi mkiwa maalum. Asante. Karibuni kwa wimbo mara. Maisha yangu yako mkononi mwa Yesu, mnyunyizi wa nafsi yangu ni Yesu pekee. Maisha yangu yako mikononi mwa Yesu. Tumepita kwenye mambo magumu ambayo hatukuyaweza, lakini Yesu katufanya washindi.
kwa akili zetu, bali ni kwa uweza wake Yesu. Upendo wa Bwana, upendo wa Bwana, tunayaweza mambo yote kwake Bwana tutiaye nguvu. Ni upendo wa Bwana, upendo wa Bwana. Just imagine how gonna dance, just imagine how gonna sing today, today, today. Just imagine how gonna dance, just imagine how gonna sing today, today, today. Let us celebrate together. He is great forever, anywhere, wherever. Make us very clever. Let us celebrate together. He is great forever, anywhere, wherever. Make us very clever. Wakati ni huu wa kufurahi pamoja, kusherehekea pamoja, wa kufurahi pamoja, kusherehekea pamoja, wa kufurahi pamoja, kusherehekea pamoja, wa kufurahi pamoja, kusherehekea pamoja. Tumefika mwaka huu, tumefika, ni hakika tumepona, ni hakika tumefika mwaka huu, tumefika, ni hakika tumepona, ni hakika. Tunamsifu Bwana, njia zaonekana, ni kwa mkono wake Mungu. Magumu ni mengi sana,
Makofi na vigelegele kwa utafadhali. Basi naomba tukaketi, Jamani, hii ni sherehe. Mwambie jirani yako hii ni sherehe bwana. Alishababu hapo asia kaleta shida. Makofi na vigelegele tafadhali wa mama. Wa mama vigelegele. Wa mama hawapo. Wa baba Wa baba mambo. Wa baba mambo. Wa baba ndo wapo. Wa mama hoye. Mmeluka utakuwa meza ndimi. Basi moja kwa moja ninaenda kwenye zoezi la kumkaribisha mgeni rasmi, lakini kabla sijamkaribisha mgeni rasmi, naomba kwa nafasi kabisa nzuri alionayo na heshima ambayo anayo mlezi wetu, kwa maana mlezi wa Tarime Sekondari. Kuna wageni ambao wameingia sasa hivi. MC, asante tena kwa muda mwingine. Kama alivyosema MC, wakati tunaendelea na zoezi, wameingia wageni wazito wawili. Mgeni wa kwanza naomba nimtambulishe, ni mlezi kutoka shule ya sekondari Ingwe, Mr. Gaspar, naomba asimame apuke mkono. Kama kuna wivu kwa ajili ya mlezi jamani, piga makofi na vigelegele kwake na baadaye. Makofi tafadhali. Okay, asante. Lakini nimepewa taarifa kwamba kuna nimepewa taarifa kwamba kuna katibu wa Kimange. Katibu wa kanisa la Kimange. Popote ulipo tunaomba mbele. Okay. Naona kule nyuma ndo wanakuja. Huko wakati watembea unaweza kupunga mkono ili tuweze Huyu ni katibu wa kanisa la Kimange ambao lipo jirani kabisa shule ya Tarime Sekondari. Karibu sana. Mkuu wa shule ya Tarime Sekondari. Kabla sijamsimamisha kupunga mkono, ningependa niongee machache kwake. Mnaoyaona maendeleo makubwa ambayo yanafanyika Tarime Sekondari, jitihada ambazo zinafanyika kuhakikisha matokeo ya shule yanakuwa juu zaidi, na malengo yeye ndio yetuwekea kwamba malengo ya Tarime Sekondari ni kuishia division 1 kwa mwaka unaofuata. Tupige makofi kwake. Makofi kwa ajili ya mkuu wa shule. Shughuli zote ambazo zinatokea Tarime Sekondari, sifa zote ambazo zinatokea Tarime Sekondari, basi kuna kichwa. Kichwa hicho ni mwamba huyu hapa. Naomba asimame aweze kupunga mkono. Yupo kama hayupo, makofi na vigelegele kwa huyu ndio mwamba ambaye anasukuma gurudumu la Tarime Sekondari. Alafu tangu amefika Tarime Sekondari sijai kumwona amekasirika. Mpigie makofi tena kila wakati. Makofi mengi sana kwake. Basi baada ya utambulisho MC si vema akakaa. Mimi nafikiri angesema neno moja. Afu akae. Karibu. Tutampa baadaye muda samani lakini hamna shida. Asante. Basi niombe kwa nafasi hiyo mkuu wa shule Tarime Sekondari umkaribishe mgeni rasmi, na kabla hamjamkaribisha utazungumza kidogo, alafu utamkaribisha mgeni rasmi naye atazungumza. Mkuu wa shule hoye! Mkuu wa shule hoye! Piga makofi na vigelegele kwa wale. Karibu sana mkuu wa shule, na utamkaribisha moja kwa moja mgeni rasmi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sauti bado haijatosha au hamko tayari kusherehekea sherehe yetu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naona boys wanatuangusha au kwa sababu wamewaleta wachache. Mwalimu mlezi Tarime Sekondari
MC, mheshimiwa sana mgeni rasmi, meza kuu, lakini zaidi sana maharusi wetu, kwa maana walengwa wa sherehe yetu ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote, binafsi ninapenda kwa dhati kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi ni akina nani mpaka siku ya leo tuwepo. Maana yake ni kwa sababu ya upendo na makusudio yake, kwamba sisi wenda bado hatujatimiza kile alichotuleta hapa duniani. Kwa kumbe tunayo heshima ya kumrudishia sifa na utukufu yeye aliyetuweka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa kazi ndogo, japo MC amechomekea kwamba niseme kidogo, na mimi naogopa naweza nikafunguka mgeni rasmi akakosa cha kuongea. Hapo akasema yaliyosemwa na mkuu wa shule, sasa nikawa nimevuruga sherehe nzima. Jamani, baada ya kumshukuru Mungu, binafsi ni washukuru ninyi wageni ambao mmetutembelea hapa Tarime Sekondari. Jamani, tunawashukuru sana. Na watu ndio nyinyi. Jamani, hebu mjipigie makofi. Makofi jamani, mjipigie makofi mwenyewe. Na unapomkaribisha mgeni akaja, maana yake na yeye amekuhitaji kwa lazima. Siku akikuita uende, si ndio maana yake? Ndio. Naomba nizungumze maneno machache. Ndugu zangu wahitimu, ninaamini tumejiandaa vya kutosha ili hatua yetu ya mwisho kuhakikisha kwamba na sisi tunakutana mahala fulani kusherehekea na kuzungumza pamoja, lakini katika lengo, kwa sababu sherehe leo ni ya kidini, sio? Maana yake tunakuja kuzungumza na Mungu. Kubwa zaidi ni kuomba siku ya tarehe 5 mwezi wa 5, kila ambacho tumekitafuta kwa muda wa miaka miwili tunaenda kutimiza kwa kishindo. Naamini sote tumejiandaa. Waliojiandaa kwa maana wanafunzi, bila shaka wazazi wetu hapo, hebu tuwanyoshie mkono wa kulia kwamba sisi tarehe 5 mpaka tarehe 20 mwezi wa 7 wataisoma namba. Hebu tunyoshe mikono yetu. Jamani, hawa hawataki watu waisome namba, wanaonyesha hivi. Nyosha hivi. Hebu wanyosheni vizuri. Lazima watu waisome namba, watambue kwamba Manga Sekondari plus Tarime High School wenye wahitimu 600 ilikuwa nataka 600 divisheni 1 600. Sponsorship ya mama, ufadhili wa mama watu 600. Wale wa juu wanatoka Tarime Sekondari na Manga Sekondari. Piga makofi hapa. Kumbuka mkuu na JK wako hapa. Ila naona Manga wako tayari. Yaani hata makofi sio au umeleta form 5. MC na hao wamekuja form 5 nini? Wamekuja na form 6 wako. Ingwe, JK, Manga wote wako hapa pamoja na Borega baba. Maana yake tuna divisheni 1 mwezi wa 7 1000 kama na 50. Maana yake Borega wana 400. Hata makofi wala sisi yani. Alafu angejua mtihani kutoka Tarime Sekondari, alafu baada ya hapa tunawapa majibu. Lakini msingekaa kimya. Piga kelele jamani na makofi. Kama mnanyongea dada sijamani mnaniangusha. Unajua sisi huwa tunaomba mtihani. Mchungaji siku moja nilikuwa naongea naye. Wapita ofisi ya taaluma, mwape ule mtihani wa mwisho. Martin Steve director. Jamani, baada ya hicho kichombezo kidogo, naomba nimalizie kwa maneno haya.
Jambo la pili, baada ya kumshukuru na baada ya kuwashukuru wageni, jambo la pili, kasomeni sana kitabu cha Misali 13 na kuendelea. Anapozungumza tusimwache elimu, tumshike sana nani? Elimu, tusimwache aende zake. Ninaamini kifungu hicho kama wewe unakisoma au usomi, ndicho kilichotufikisha hapa leo. Kwa ndugu zangu, malengo yetu ya kielimu kama ambavyo serikali inasisitiza na sisi wasimamizi tunavyosimamia, naamini hamtatuangusha. Naomba tukafanyie kazi hayo. Jambo jingine, naomba kusisitiza mambo yafuatayo ili tuweze kupata division 1 zote. Jambo la kwanza ni kusali. Kila mmoja wetu kwa nafasi yake, uwe muumini wa kweli, uwe muumini wa matukio, naomba tukasali. Watu wote tunasali, isipokuwa kuna watu wanasali siku ya matukio. Akijikwaa unasikia Mungu wangu, ila akipata mambo mazuri anamsahau. Hao ni watu wanaosali siku za matukio. Naomba tusiwe watu wa matukio. Jambo la pili, kwenye eneo la kufikia malengo yetu, naomba kila mmoja wetu aamini kwamba yeye ni mshindi na kwamba yeye ni namba moja. Shida ya watu ambao hawaweki malengo na kuyaishi, huwa wanaamini mbele yao kuna mtu. Ndugu zangu, nyinyi wasomi wa kidato cha 5, wanachuo watarajiwa, amini wewe ndio namba moja. Amini kwamba hakuna mwingine bora zaidi yako wewe. Mimi binafsi wanajiamini kwamba hakuna mkuu wa shule bora kuliko Mwalimu Chenge. Kupitia hapo kuwa kana nifanya na kuwa na kiburi. Nimekuta kauli sio bora mwenyekiti. Mgeni rasmi aliyotaka. Na jambo jingine sambamba na hilo, tukatunze afya zetu. Afya ni mtaji. Twende tukatunze afya zetu. Kama ambavyo umeona boys wamechangamka kweli, ni kwa sababu sisi tumesimamia afya za watoto wetu. Na tunahakikisha wanakula kwa wakati, wanasoma kwa wakati, wanalala kwa wakati, na tunahakikisha wamelala. For that case, we are very serious. Lengo letu ni kwamba kila jambo, hata maandiko matakatifu yamesema kila jambo liwe na kiasi. Lakini nafikiri mmepita hapo, tunaenda kujenga uwanja wa kisasa, uwanja wa basketball ambao mkoa mzima haupo. Zunguka ukiupata uwanja hivyo kwa Mara, njoo nikupe milioni 10. Ukiupata mahala popote tofauti na Tarime Sekondari, njoo uchukue mzigo wako. Maana yake ni nini? Tunaenda kuandaa vijana wetu katika fani mbalimbali zikiwemo za michezo. Na kuona ubora huo na maandalizi hayo, mwaka huu UMISETA ipo Tarime Sekondari. Hapo vipi? Najua mambo mazuri yote ni ya kwako. Kwa heshima naomba nikunyanyue. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana ni mwema wakati wote. Mambo. Kwa majina naitwa Mwalimu Edita Lazaro Matei, mkuu wa shule ya sekondari Manga. Awali ya yote, nipende kutambua uwepo wa mwalimu mlezi, serikali ya wanafunzi, viongozi wao wa Tarime Sekondari, wawakilishi wanaofuata kutoka shule mbalimbali, ndugu walimu,
walezi kutoka shule mbalimbali na mchungaji wetu pamoja na mheshimiwa mkuu wa shule ya sekondari Tarime. Natambua uwepo wenu, lakini zaidi pia nitambue uwepo wa wahitimu wa Tarime Sekondari, Ingwe Sekondari, JK Nyerere Sekondari. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa wazazi wetu ambao wamekuja kusherehekea pamoja nasi siku ya leo. Karibuni sana. Sherehe safi. Sherehe safi. Sasa ninamshukuru Mungu sana sana. Kuna matukio katika maisha huwa hayajirudii. Kwangu mimi kuhudhuria mahafali kunaweza kujirudia, lakini kwako wewe mwanafunzi tukio la hivi haliwezi kujirudia, na likijirudia ni la level nyingine, si ndio? Basi tufurahie level hii wakati tunaandaa level nyingine. Makofi. Ndugu mlezi wa wanaofuata Tarime Sekondari na mkuu wa shule, mimi nikupongeze sana. Tarime Sekondari mnafanya vizuri, wala sina hiana katika hilo. Lazima niseme mnafanya vizuri sana. Lakini mnapofanya vizuri, mjue kwamba mnawasha moto. Sisi tulioko huko tunakuja kwa spidi. Na kwa sababu mmesema tutaisoma namba, tutaisoma wote, tutasoma yenu na nyinyi mtasoma yetu, tutasoma wote. Simaanishi Manga Sekondari peke yake, tuna Ingwe, tuna JK, sasa na tuna Borega, tuna wapi, Magoto pia. Kwa hiyo lazima tutembee pamoja. Ninasema hivi kwa sababu gani? Mkuu wa shule mwenzangu hapa anafurahia kufanya vizuri, si ndio? Hakuna katika dunia hii anapenda kufanya vibaya. Wote tunapenda kufanya vizuri. Kwa maana hiyo sasa, katika dunia ya ushindani, hata tunapokimbia riadha, kuna mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa mwisho, si ndio? Lakini wote ni washindi. Ni washindi kwa sababu A-level kwa mkoa wa Mara tulishaachana na division 0, tuliachana na 4, sasa hivi tunafuta 3. Na wanafunzi wetu wote katika shule zote 6 za wilaya Tarime wote wanaenda vyuo vikuu. Kwa hiyo wote ni washindi. Kwa maana hiyo sasa, kwa upande wa kidato cha 5 na cha 6, habari ya kufelisha tulishasahau. Tumebaki kwa kushindana kwenye GPA. Lakini habari ya kufelisha hiyo tulishasahau. Upande wa Ingwe, Borega, JK, Magoto, Manga na Tarime Sekondari. Kwa hiyo basi, kwa shughuli ya leo, mimi taswira ya shughuli ya leo ninaichukulia kama shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Iko ndo ninachokichukulia katika fikra zangu, kwamba wanafunzi hawa tumewalea tangu 2023. Leo hii wameona katika maisha yao ya kumtumikia Mungu wakiwa shuleni, wa graduate wamshukuru Mungu wao. Na mimi niwaambie, Mungu wetu ana wivu. Mungu anapenda sifa. Tunapomsifia, tunapomshukuru, ndipo anapoendelea kuachia baraka zake. Kwa hiyo nimpongeze mlezi kwa kufikiria kwamba shukrani ya leo anayopewa Mungu itoke Ingwe, itoke Borega, itoke JK, itoke Manga, wote kwa pamoja tukusanyike Tarime Sekondari kumshukuru Mungu kwa mema yote aliyotufanyia. Wakati huo tunaposhukuru, tunamuomba akatuwezeshe tarehe 5 mwezi wa 5. Kwa hiyo mimi nikuombe MC. Yes, MC. Kwanza kabisa mimi naongea na vijana. Najua kuna wazee hao hapa, lakini naongea na vijana. Vijana wanapenda vibe.